Zigo anaanza kumwonyesha mwamba kuitwa Caleb, na Lui Caleb akiwa ametulia zake nyumbani. Mchezo alionekana akiwa yupo kwenye majonzi mazito sana, huku akiwa amekumbatia picha mpenzi wake. Hasa Caleb aliishi na mpenzi wake kwa muda mrefu sana, lakini kwa hali ambayo sio ya kawaida. Binti aliamua kuachana na Caleb kwenye wakati ambao mshikaji hakuutegemea kabisa. Lakini kuna mshikaji wake mmoja kuitwa Pasco. Huyu ni jamaa ambaye ameishi na Caleb kwa muda mrefu sana, lakini Pasco kwa sababu alikuwa anajua hali halisi ambayo mshikaji wake anaipitia, ilibidi amfuate na kuanza kumfariji na kusema utakiwa kuwaza kwa jambo lolote lile, maana mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Ila Caleb kwa sababu alikuwa na uchungu sana, mwamba alishindwa kabisa kumuelewa rafiki yake. Aliendelea kulia huku akiwa amekumbatia picha mpenzi wake. Lakini huku upande wa pili kuna binti mmoja kuitwa Maya, moja ya mabinti ambao walikuwa ni washauri wazuri sana wa mahusiano kupitia mtandao. Na Lui Maya akiwa ametulia zake nyumbani, alikuwa anawafundisha watu namna ya kuenda baadhi ya situations zinazotokea kwenye mahusiano. Hasa Lui naye akiwa anaendelea kutoa elimu kwa baadhi ya fans wake. Ghafla pale pacha yake akatokea. Lakini huyu pacha yake naye bwana alikuwa ni binti wa tofauti kabisa, maana alikuwa hapendi kabisa kuona dada yake akiwa anaifanya kazi hiyo. Maana kila siku binti alikuwa anamkatisha tamaa pacha yake na kusema hiyo kazi haikufai hata kidogo, ni bora uachane nayo tu. Lakini hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Maya, maana hii ni moja ya kazi ambayo yeye alikuwa anaipenda sana, na kutokana na hali ambayo binti huyu alikuwa anaipitia, basi hii kazi ilikuwa ni bora zaidi, maana huyu binti alikuwa ni mlemavu. Lakini naye kwa sababu alikuwa haipendi kabisa kazi hiyo, ilibidi amwache pacha yake na kuondoka. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Caleb, mshikaji alionekana akiwa na mawazo mengi sana, maana huu ni moja ya mtihani ambao Caleb alishindwa kabisa kuupatia majibu, maana mchiza kutegemea kabisa kwamba kuna siku moja atakuja kupitia maisha ya upweke kiasi hichi. Hasa kama wewe ni mwanaume ambaye ushakuaga na mwanamke ambaye ulikuwa unampenda sana, basi mimi najua hii situation ambayo Caleb anaipitia utakuwa unaielewa vizuri zaidi, maana hakuna kitu ambacho kinaumiza sana kama ushakuwa na mpenzi ambaye ulimpenda kinoma noma, ghafla binti akakuacha bila kujua shida ni nini. Hasa hii ndio situation ambayo mshikaji wetu kuitwa Caleb anaipitia, ya kushindwa kujua ni kitu gani afanye ili arudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini huku upande wa pili wa Maya pamoja na pacha yake, maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida, lakini hawa mabinti walikuwa ni watu ambao wana tabia mbili tofauti. Maana Maya alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kumcha Mungu na alikuwa ni binti ambaye anapenda sana kusoma vitabu, huku pacha yake naye akiwa ni mtu mwenye tabia za tofauti kabisa. Maana naye alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kunywa pombe na alikuwa anafanya starehe yoyote ile, maana hicho ndio kitu ambacho binti alikuwa anaamini kwake ndio kitu kinachompa furaha. Lakini Maya kwa sababu alikuwa hapendi kabisa tabia za pacha yake, alikuwa ni mtu wa kumshauri kila wakati. Lakini naye kwa sababu alikuwa ni mbishi sana, hakutaka kabisa kumuelewa pacha yake. Ila huku upande wa pili nyumbani kwa Caleb, mshikaji baada ya kuwaza kwa muda mrefu sana, ilibidi apumzike ikiwezekana atulize akili. Ila Pasco naye baada ya kuona mshikaji wake amepumzika, ilibidi amfuate na kuichukua simu ambayo Caleb alikuwa ameikumbatia. Na Pasco baada ya kuichukua tu simu hiyo, mwamba alifanikiwa kuiona picha ya binti anayemfanya Caleb akose kabisa usingizi. Na Pasco baada ya kuiona tu picha hiyo, mwamba ilibidi aanze kumshauri rafiki yake na kusema utakiwi kabisa kuwa na mawazo, maana mimi naamini huyu binti atarudi tu. Lakini Caleb kwa sababu alikuwa ni mbishi sana, mwamba hakutaka kabisa kuelewa jambo hilo. Alisema yeye anachohitaji ni kumuona mpenzi wake, maana huyu ni moja ya mabinti ambao anawapenda sana na hata kuja kutokea binti ambaye atampenda zaidi ya huyo. Hasa Pasco baada ya kuona amemwelekeza mshikaji wake kwa muda mrefu sana, lakini bado mshikaji hataki kabisa kumuelewa, ilibidi akubali tu kumsikiza rafiki yake. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Maya, binti naye alionekana akiwa na mawazo mengi sana, maana Lui binti akiwa ametulia zake nyumbani alianza kukumbuka maneno ambayo aliambiwa na daktari kwamba inabidi afanyiwe operation, maana endapo akikubali tu kufanyiwa operation huenda anaweza akapona kabisa. Lakini Maya kwa sababu alikuwa ni muoga sana, binti alikataa kabisa jambo hilo. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Lui Maya akiwa anaendelea kurekodi video zake, huku upande wa pili wa pacha yake hali ilikuwa tofauti kabisa, maana naye alikuwa anaendelea kusakata rumba mbele ya pacha yake bila kujali jambo lolote lile kwamba pacha yake anafanya kazi. Lakini Maya naye baada ya kuona ameshindwa kabisa kumvumilia pacha yake, ilibidi amwambie ukweli na kusema ni bora amvumilie amalize kazi ndipo baadaye aendelee kucheza mziki. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa binti huyo, maana huyu binti baada ya kusikia tu jambo hilo alianza kumtolea maneno ya kashfa pacha yake na kusema utakiwa kuniambia jambo lolote lile, maana mimi ndo nafanya kazi zote humu ndani, wewe kazi yako ni kukaa tu. Hasa Maya baada ya kusikia tu kauli hiyo, ilibidi aendelee kumwomba pacha yake na kumwambia kwamba inabidi amwache afanye kazi, ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Naya, maana binti hakutaka kabisa kumuelewa pacha yake. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Pasco baada ya kuona Caleb amekuwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana, ilibidi amuite rafiki yake ikiwezekana wacheze pool table. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Caleb bado alionekana hayupo sawa, maana mwamba alishindwa kabisa kucheza mchezo huo. Na hapo ndipo Caleb ilibidi aondoke na kuingia zake ndani, huku akiwa anaendelea kuangalia picha za mpenzi wake. Lakini baada muda mfupi kusogea, Caleb akiwa ametulia zake chumbani, ghafla mshikaji alifanikiwa kuiona page ya TikTok ya Maya, binti akiwa anashauri vitu vingi sana kuhusiana na mahusiano. Na Caleb naye baada ya kusikiza video hizo kwa muda mrefu sana, mchizi aliamini huenda huyu binti ndo mtu pekee ambaye anaweza kumpa msaada. Na hapo ndipo Caleb ilibidi amdm Maya ikiwezekana muelezee situation nzima ambayo anaipitia. Lakini binti pamoja na mshikaji baada ya kuchati kwa muda
muda mrefu sana, Caleb bado alionekana hayupo sawa. Maana Caleb baada ya kumtext tu Maya, ghafla pale pale mshikaji aliendelea kuangalia picha ya mpenzi wake, huku akiwa anakumbuka baadhi ya moment ambazo alikuwa anazipitia yeye pamoja na Sara ambaye alikuwa ni mpenzi wake, na huyu binti alikuwa ni mmoja wa mabinti ambao mshikaji alitokea kuwapenda sana. Ila Pasco naye baada ya kushuhudia maisha ambayo mshikaji wake alikuwa anayapitia, alikuwa anatamani sana siku moja aje kupata mpenzi kama huyo. Lakini Caleb naye aliendelea kumtambishia mshikaji wake na kusema huyu ndio mwanamke pekee ambaye anaamini kuna siku moja atakuja kumuoa. Hasa Caleb baada ya kupitia maisha ya furaha kwa muda mrefu sana, kwa bahati mbaya sana siku moja ambayo kuitegemea kabisa ilibadilisha historia nzima ya maisha yake. Maana hii siku mshikaji alikuwa ametoka zake kazini, lakini baada ya kuingia tu ndani alistuka sana baada ya kuona mpenzi wake hayupo. Lakini baada ya kumtafuta binti huyo kwa muda mrefu sana, ghafla Caleb alifanikiwa kuiona barua iliyokuwa imeandikwa na mpenzi wake, na binti alimwandikia Caleb kwamba naomba nisamehe sana, maana nimeigiza kwa muda mrefu sana kwamba nipo sawa, lakini kiuhalisia sipo sawa hata kidogo. Hivyo nimeondoka na kwenda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa matibabu, maana nilikuwa nasumbuliwa na magonjwa kwa muda mrefu sana, lakini sikuhitaji kukuambia ukweli, maana niliona nitakuumiza tu, lakini naamini kuna siku moja nitarudi na mapenzi yetu yataendelea kama kawaida. Hasa mchizi baada ya kusoma tu barua hiyo, ghafla pale pale aliondoka na kuanza kwenda kumtafuta mpenzi wake. Ila Pasco naye baada ya kushuhudia hali ya mshikaji wake alishindwa kujua ni nini kinachoendelea, lakini hivyo ndivyo Caleb alivyompoteza mpenzi wake ambaye alikuwa anampenda vibaya mno. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Caleb baada ya kuona hii hali inazidi kumpa maumivu, ilibidi ampigie Maya na kumwelekeza kila kitu kilichotokea kwenye maisha yake, ikiwezekana binti ampe ushauri. Lakini Maya baada ya kusikia mapito ambayo Caleb anayapitia, binti alianza kumuonea huruma sana mshikaji, maana sio rahisi hata kidogo kumsahau mtu uliyempenda. Lakini Caleb naye baada ya kuona huu binti ndio mtu pekee ambaye anaweza kumpa msaada, mshikaji alikuwa ni mtu ambaye anampigia sana simu Maya ikiwezekana binti aendelee kumshauri, jambo lilofanya Pasco afurahi sana baada ya kuona mshikaji wake anaanza kurudi kwenye hali ya kawaida. Hasa Caleb baada ya kuongea na huu binti kwa zaidi ya mara kadhaa, ghafla mshikaji alianza kumuelewa sana binti huyo na kumwambia Pasco kwamba huu ni moja ya mabinti ambao amewavutia sana, maana sauti yake tu inaonyesha kwamba ni moja ya mabinti ambao wanajielewa, na anaamini endapo akiwa naye tu kwenye mahusiano basi anaweza akamsahau kabisa Sara. Lakini Pasco kwa sababu alikuwa hamfahamu kabisa huu binti, mwamba alishindwa kabisa kumshauri rafiki yake. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Naya Aloia akiwa ametulia zake sebleni, ghafla pacha yake alimfuata na kuanza kumuuliza maswali ya uchokozi na kusema huyo mpenzi wako ambao unaongea naye kila siku yupo wapi? Maana siku hizo umekuwa ni mtu wa kunificha vitu vingi sana. Lakini Maya aliamua kumkataa kabisa pacha yake na kusema yeye hana mpenzi, ila huyo mshikaji ambaye anaongea naye kwenye simu ni rafiki yake tu, wala hamna chochote kinachoendelea. Lakini pacha yake alikataa kabisa jambo hilo na kusema mimi naamini kwamba utakuwa unanidanganya, mimi ninachojua kwamba yule ni mpenzi wako. Lakini bado Maya aliendelea kukataa kabisa jambo hilo na kusema yule ni followers wake tu na wala sio mpenzi wake. Hasa Maya kwa sababu amekuwa ni binti wa kuishi nyumbani peke yake, leo hii ilibidi amuombe pacha yake ikiwezekana asiondoke, maana walikuwa na vitu vingi sana wanahitaji kuzungumza. Lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Naya, maana binti alikataa kabisa kumsikiza pacha yake na kusema yeye anachohitaji ni kuondoka. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na leo Maya akiwa anaendelea kuzungumza na Caleb, ghafla mshikaji aliamua kumuomba binti ikiwezekana waonane, maana wamekuwa ni watu wa kuzungumza kwa muda mrefu sana bila kuonana. Hasa Maya baada ya kusikia tu jambo hilo, ghafla binti alianza kuingiwa na wasiwasi mwingi sana, huku akiwa anajiuliza je, atawezaje kwenda kuonana na Caleb kutokana na hali aliyokuwa nayo. Ila binti kwa sababu hakutaka kabisa kumkatisha mshikaji matumaini, alisema usijali kwa jambo lolote lile, maana siku sio nyingi tutaonana. Hasa Maya baada ya kuwaza jambo hilo kwa muda mrefu sana, ilibidi amfuate pacha yake ikiwezekana amwelekeze kila kitu kinachoendelea na kusema yule mshikaji ambaye huwa anaongea naye kila siku anahitaji tuonane, lakini kwa hii hali ambayo nipo nayo siwezi kabisa kwenda kuonana na ule mshikaji, hivyo kama utaweza naomba nisaidie kuonana na ule mshikaji, maana nishamkubalia kwamba lazima tuonane. Hasa huyu naye baada ya kusikia tu jambo hilo, ghafla pale pale alianza kumlingia pacha yake na kusema yeye hawezi kuacha kazi na kwenda kuonana na mwanaume, hivyo kama anahitaji huo mchongo ufanikiwe basi inabidi akubali kumpatia pesa. Na Maya naye kwa sababu alikuwa hataki kabisa kumdisappoint mshikaji, binti alikuwa hana namna, ilibidi akubali tu jambo hilo. Lakini huku upande wa pili Mwamba naye baada ya kuambiwa kwamba tayari binti ashamkubalia waonane, Mwamba alifurahi vibaya mno, maana baada ya muda mfupi kusogea Mwamba alifanikiwa kwenda kuonana na Naya. Ingawa Naya baada ya kurudi tu nyumbani kwa pacha yake, binti alionekana kumpenda sana Caleb, maana Maya baada ya kumuona pacha yake amerudi nyumbani, ilibidi amuulize ni kitu gani alichozungumza na Caleb. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Naya aliamua kumkazia kabisa pacha yake na kusema yeye hawezi kumwambia jambo lolote lile, hivyo anahitaji kwenda kupumzika. Lakini hata huko upande wa pili nyumbani kwa Caleb, mshikaji baada ya kurudi tu nyumbani alianza kumsimulia Pasco kila kitu kinachoendelea na kusema ametoka kuonana na moja wa wanawake wazuri sana ambao hajawahi kabisa kuonana nao, na anaamini yule mwanamke ndio replacement pekee
hasara kwenye maisha yake. Sasa Pasco naye baada ya kusikia tu jambo hilo, Mwamba alifurahi vibaya mno, maana kitu pekee ambacho Pasco alikuwa anakihitaji ni kuona mshikaji wake anakuwa sawa. Lakini hata huku upande wa pili nyumbani kwa Naya, binti alikuwa anazitazama picha za Caleb, huku sura yake ikiwa inaongea mambo mengi sana kwamba naye ni moja ya mabinti ambaye ametokea kumpenda sana Caleb. Sasa huu binti kwa sababu alikuwa anajua kwamba pacha yake ni mlemavu, aliamini kwamba anaweza kadeti na Caleb pasipo pacha yake kujua jambo lolote lile, na aliamini hata Caleb ya mwenyewe atashindwa kabisa kuwatofautisha, maana ni moja ya mabinti wanaofanana sana. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, lakini jambo la kushangaza ni kwamba naye aliamua kwenda nyumbani kwa Caleb huku pacha yake akiwa juu jambo lolote lile. Na mshikaji baada ya kumkaribisha tu binti huyu ndani, ilibidi amuulize ni kinywaji gani ambacho binti atapenda kutumia, ila binti alisema yeye anachohitaji ni kunywa bia peke yake, jambo lilofanya Caleb aingiwe na wasiwasi mwingi sana, maana mshikaji alikuwa anaamini kwamba kwa ule ushauri ambao Maya alikuwa anamshauri sana kwenye simu asingeweza kabisa kutumia bia. Ila Caleb kwa sababu alikuwa ajui jambo lolote lile kwamba hawa mabinti ni mapacha, ilibidi akubali tu jambo hilo. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, Caleb aliamua kumuita Pasco na kumwelekeza kila kitu kilichotokea, na kusema yule binti ambaye alikuwa anawasiliana naye kwenye simu na huyu binti aliyokuja kumtembelea ni watu wawili tofauti. Maana Myla ambaye alikuwa anamshauri vitu vingi sana kuhusiana na mahusiano alionekana ni binti mstaarabu sana, lakini leo amenionyesha tabia ambayo imenifanya nisiamini kabisa. Maana kipindi ambacho nilikuwa naendelea kuzungumza naye nilistuka sana baada ya kuona binti amekunywa bia 5 ndani ya wakati mmoja, jambo ambalo mimi sikulitegemea kabisa. Lakini Pasco naye baada ya kusikia tu jambo hilo, ilibidi amtulize mshikaji wake na kusema utakiwi kuwa na wasiwasi wote ule, maana huenda hiyo ni tabia yake, lakini ukimwambia ukweli naamini huenda kuna siku moja atabadilika. Sasa Caleb ilibidi akubali tu kumsikiza rafiki yake. Sasa huyu binti kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anampenda sana Caleb, alikuwa ni mtu ambaye anamtembelea Caleb kila wakati, na alipokuwa anakutana na Caleb alikuwa anajitahidi sana ajue tabia za mshikaji wake. Ila leo mshikaji baada ya kumuona tu binti huyo aliamua kumfungukia ukweli na kusema huu ni moja ya mabinti ambao anawapenda sana. Na binti baada ya kusikia tu jambo hilo hakuamua kumjibu mshikaji jambo lolote lile, aliamua kumvuta Caleb na kuamua kumpiga kisi na kusema kokote tumekuwa wapenzi basi na bini kupatia namba yangu ya kawaida, maana ile namba ambayo tulikuwa tumewasiliana mara ya kwanza ni namba special kwa ajili ya watu wangu wa mtandaoni. Sasa mshikaji kwa sababu alikuwa anamwamini sana binti huyo, Mwamba ilibidi akubali tu jambo hilo bila kujua kwamba huyu binti ambaye yupo naye hapa sio yule binti ambaye alikuwa anachat naye mara ya kwanza. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Maya, binti alionekana akiwa na mawazo mengi sana, lakini naye baada ya kurudi na kuona hali ya pacha yake ilibidi amuulize ni nini kinachoendelea. Lakini binti alimwambia pacha yake kwamba Loi alivyoamka asubuhi alistuka sana baada ya kuona akaunti zake zote zilikuwa zimefutwa, jambo lilofanya apate mawazo mengi sana na kuanza kujiuliza je, atafanya kazi gani, maana hii ndio kazi pekee ambayo alikuwa anaiweza kuifanya. Lakini naye baada ya kusikia tu jambo hilo ilibidi aanze kumfariji pacha yake na kusema cha msingi ni kupunguza mawazo, maana mimi naamini endapo tukiongea na meneja basi lazima akaunti zitarudi. Sasa Maya kwa sababu alikuwa anamwamini sana pacha yake ilibidi akubali tu ushauri huo. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, Maya aliamua tena kurudi nyumbani kwa Caleb, lakini raundi mshikaji akiwa ametulia zake na Naya ilibidi amuulize binti kama atakuwa ameacha kazi yake ya kutoa elimu mtandaoni, maana zaidi ya siku 3 sasa hajaona kabisa binti akitoa mafunzo hayo. Lakini huu binti kwa sababu alikuwa hataki kabisa mshikaji amsanukie, aliamua kumwambia mshikaji kwamba akaunti zake zote zimeshushwa, hivyo kuna vijana wake wanahangaikia usiku na mchana ili akaunti zake ziweze kurudi. Sasa Caleb baada ya kusikia tu jambo hilo ilibidi amuulize binti kama ashaachana na kazi zake za umodo, lakini hili jambo lilifanya binti astuke sana baada ya kusikia swali hilo, maana yeye ndo anajihusisha na masuala ya umodo, lakini pacha yake ndo anajihusisha zaidi na masuala ya motivation speakers. Lakini binti kwa sababu alikuwa hataki huyu jamaa ajue jambo lolote lile, aliamua kumdanganya na kusema kwa sasa amebezi sana kwenye issue za models, maana hiyo ndio kazi ambayo anaamini inaweza kumuingizia pesa nyingi zaidi. Sasa Caleb baada ya kumsikiza binti kwa muda mrefu sana, ghafla Mwamba alianza kuingiwa na wasiwasi, na hili baada ya kusikiza maelezo kutoka kwa binti huyo. Maana mshikaji baada ya kusikiza maneno ya Naya kwa muda mrefu sana alianza kuhisi ni kama kuna utofauti, maana yule binti ambaye alikuwa anaongea naye mara ya kwanza kwenye simu alikuwa ni mmoja wa mabinti ambao alikuwa anaongea kistaarabu sana, lakini huu binti ambaye anamuona live anaona ni kama watu wawili tofauti. Na hapo ndipo Mwamba akaamua kumfuata mshikaji wake na kumwambia hali halisi na kusema huu binti anamchanganya vibaya mno, anamfanya akose kabisa imani, maana yule Maya ambaye anaongea naye kwenye simu na huu binti ambaye anaona naye live ni watu wawili tofauti. Lakini Pasco kwa sababu alikuwa hawafahamu kabisa mabinti hawa, alienda kumshauri rafiki yake na kusema utakiwa kumkatia tamaa kabisa binti huyo, maana tayari ushampenda. Sasa hizi kauli ambazo Caleb alikuwa anashauriwa sana na rafiki yake zilimfanya Mwamba awe mvumilivu tu bila kujua kwamba yule binti anamchezea mchezo. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Maya, Loi binti akiwa ametulia zake nyumbani, ghafla alipokea habari njema na kuambiwa kwamba tayari akaunti zake zote zimerudi. Moja ya habari iliyomfanya Maya afurahi vibaya mno, maana hii ndio moja ya kazi ambayo huwa anaipenda sana. Lakini Myra baada ya kuona ni kama Caleb amemfungia vioo, maana kumtafuta kwa zaidi ya siku 2 mfululizo, binti aliamua kumtumia voice call Caleb na kumwambia anahitaji waonane, na kama mshikaji atakuwa yupo tayari
mbali, basi inabidi amjulishe ili amtumie location. Lakini baada ya muda mfupi kusogea, kweli Caleb alifanikiwa kufika nyumbani kwa Maila. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Caleb baada ya kumuona tu binti huyo, mshikaji hakuamini kabisa macho yake na kuanza kujiuliza, je, nini kilichopelekea mpaka binti akawa yupo kwenye wheelchair? Maana jana alimuona akiwa ni mzima kabisa. Hasa Caleb akiwa anaendelea kujiuliza, ghafla binti aliamua kumwambia ukweli mshikaji na kusema, mimi ndio Maya na nimekuita hapa ikiwezekana ujue hali halisi ambayo ninaipitia. Hasa mchizi baada ya kusikia tu jambo hilo, hili jambo lizidi kumchanganya vibaya mno. Maana mchizi aliamua kumwambia binti kwamba nimekutana na wewe jana ukiwa ni mzima kabisa, jambo lilofanya binti anza kumshangaa sana Caleb, maana hajawahi kabisa kuonana na mshikaji. Hasa mazungumzo yakiwa yanaendelea kati ya Maya pamoja na Caleb, kwa bahati mbaya sana naye akawa anaingia, na binti baada ya kumuona tu mshikaji ilibidi amuulize, umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Lakini Maya alimwambia kwamba mimi ndo nilimtumia location, maana nilikuwa nahitaji sana kuonana na mpenzi wangu. Lakini Caleb naye baada ya kuwatazama binti yao kwa muda mrefu sana, mwamba alizidi kupagawa, maana hata baada ya kuuliza mabinti yao nini kinachoendelea, mwamba alishindwa kabisa kupata majibu, na hapo ndipo Caleb akaamua kuondoka. Lakini Caleb baada ya kufika tu nyumbani, mwamba alionekana akiwa na mawazo mengi sana, huku akiwa hajui je nini kinachoendelea. Ila Caleb baada ya kujiuliza jambo hilo kwa muda mrefu sana, ilibidi amfuate Pasco na kumwelekeza kila kitu kilichotokea. Lakini Pasco naye baada ya kusikia tu maelezo kutoka mshikaji wake, alisema utakiwa kabisa kumlaumu Maya kutokana na hali anayoipitia, maana huenda alikuwa anatamani sana siku moja mje muonane, lakini ule ulemavu alionao ndio umemfanya mpaka ameshindwa kabisa kuonana. Lakini huku upande wa pili nyumbani kwa Maya pamoja na Naya, Maya aliamua kumuuliza pacha yake, je, nini kilichopelekea mpaka ukanifanyia unyama kiasi hichi? Lakini Naya kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye jeuri sana, aliamua kumwambia pacha yake kwamba aliamua kumchukua Caleb kwa sababu alikuwa anaona Maya deserve kabisa kuwa na mshikaji kama yule. Hasa hii kauli ilimfanya Maya apate hasira nyingi sana na kuanza kumwambia ukweli pacha yake na kusema hii hali ambayo anaipitia Naya ndio chanzo cha mambo yote haya, maana ile siku ambayo binti alipata ulemavu ilikuwa ni siku ambayo alikuwa anaenda kumchukua pacha yake klabu, maana alipata taarifa kwamba pacha yake amelewa sana, hawezi hata kutembea. Lakini kwa bahati mbaya sana, Maya kabla hajafika eneo la tukio aligongwa na gari, na hapo ndipo safari yake ya ulemavu ilipoanza. Hasa Naya baada ya kusikia tu jambo hilo, binti pale pale ibidi anza kumwomba msamaha pacha yake. Lakini hata huko upande wa pili nyumbani kwa Caleb, mshikaji naye alionekana akiwa na mawazo mengi sana na kuanza kuhisi kwamba huenda yeye ndio binadamu ambaye hana bahati yoyote ile kwenye hii dunia, maana hajawahi kabisa kupata kitu chochote kizuri upande wake. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na leo Caleb akiwa ametulia zake nyumbani, ghafla Maya aliamua kumfuata Caleb na kuamua kumwambia ukweli na kusema ni kweli alifanya makosa na anajilaumu kwa nini aliamua kufanya jambo la ajabu kiasi hichi. Lakini anamuomba sana Caleb ikiwezekana aende akaonana na pacha yake, maana yeye ndo alifanya makosa kumzunguka Naya, lakini pacha yake anampenda umshikaji kinoma noma, hivyo anahitaji aende nyumbani akaonana naye. Na mchizi kwa sababu kweli alikuwa anampenda sana Naya, ilibidi akubali tu jambo hilo. Na mchizi baada ya kumuona tu Naya, ilibidi amwambie binti kwamba anaomba sana amsamehe na anamwahidi atampenda katika hali zozote zile. Hasa binti baada ya kufikiria ulemavu alionao, aliona hana nafasi yoyote ile ya kumpenda Caleb, maana binti alisema anahisi atakuwa anampa mzigo mshikaji. Lakini Caleb kwa sababu alikuwa anampenda sana binti huyo, mwamba kutaka kusikiza jambo lolote lile, aliendelea kumwambia Naya kwamba yeye bado anampenda na watakuwa wote kwenye nyakati zozote zile. Lakini hili jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Naya, huku akiamini hawezi kuwa kwenye mahusiano na Caleb. Na mchizi naye baada ya kuona mwelekeza binti kwa muda mrefu sana, lakini binti amemkatalia, mwamba ilibidi akubali kuondoka. Lakini baada ya siku nyingi sana kupita, Caleb akiwa ametulia zake nyumbani, mchizi alikuwa anaendelea kusikiliza baadhi ya video za Naya, na hapo ndipo mshikaji akaona huu binti hakutakiwa kabisa kumpoteza, cha msingi ni kumfuata huko nyumbani kwake, ikiwezekana tuzungumze na raundi lazima nimuombe msamaha na nikubalie. Lakini mchizi baada ya kufika tu nyumbani kwa kina Naya alistuka sana baada ya kukutana na Maya, maana hata alipomuuliza Naya yupo wapi, binti alishindwa kabisa kumwambia ukweli mshikaji. Lakini Maya baada ya kuona mshikaji amemlazimisha kwa muda mrefu sana, ilibidi akubali tu kumwambia ukweli mshikaji huyo na kusema hali ya Naya ilibadilika masaa machache aliyopita, hivyo alimpeleka hospitali, lakini anaamini huenda sio muda binti ataruhusiwa na kurudi nyumbani. Hasa mchizi baada ya kusikia tu taarifa hiyo, ilibidi aondoke na kwenda kumsimulia kila kitu Pasco. Lakini Pasco alimwambia rafiki yake kwamba kama hali ya Naya sio nzuri, basi inabidi tumfuate huko hospitali, ikiwezekana tujue binti anaendeleaje. Lakini Caleb alimzuia kabisa mshikaji wake na kusema yeye ataenda nyumbani kwa kina Naya na yupo tayari kumsubiri mpaka pale binti atakaporudi. Na mchizi baada ya kusikia tu jambo hilo, mwamba alikuwa hana namna, ilibidi akubali tu. Ila baada ya muda mfupi kusogea, mwamba aliondoka na kwenda nyumbani kwa kina Naya. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba mwamba baada ya kufika tu nyumbani hapo alipagawa sana baada ya kufanikiwa kumwona Naya. Lakini mshikaji baada ya kuona huu binti aliyekutana naye sebuleni ni mzima kabisa, ilibidi amuulize Naya yupo wapi, lakini binti alimwambia mimi ndio Naya. Hasa hama binti kwa sababu alikuwa anamchanganya sana mshikaji, mwamba alishindwa kabisa kuamini jambo hilo, maana mwamba alikataa kabisa na kusema wewe sio Naya. Lakini mazungumzo yakiwa yanaendelea kati ya Caleb pamoja na Naya, ghafla pale pale Maya naye akawa ametokea, na hapo ndipo Caleb akaamini kwamba kweli huyu binti ambaye alikuwa anaongea naye mara ya kwanza
ndo alikuwa ni Naya, jambo lilofanya mshikaji afurahi sana baada ya kuona mpenzi wake amepona. Na mchizi baada ya kuona hali ambayo binti huyo anaipitia kwa sasa, ilibidi aendelee kumwahidi na kumwambia yeye atampenda kwenye nyakati zozote zile. Na hapo ndipo kwa mara ya kwanza kabisa binti akaamua kumjibu Caleb na kusema, wewe ndio mtu pekee ambaye umenifanya nimepona, hivyo nitakupenda katika nyakati zozote zile. Ase bwana, na hapo ndipo unakuwa mwisho wa simulizi kali ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes ndio kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama unahitaji kuwa wa kwanza kabisa kupata movie zetu, basi usahau kupita pale YouTube na kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante, enjoy.